Mashindano haya yana maana kubwa, na Sheikh Khalid kwenye maneno yako utangulizi umeeleza vizuri. Kazi ya kusomesha watoto masuala ya imani kwa Mungu, kazi ya imani za dini zetu zote, ni kazi ambayo ukiangalia kwa jicho la haraka unaweza ukaamini ni kazi ya kumcha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha baada ya haya duniani. Lakini ukiangalia la kizuoni, ni kazi ambayo inatusaidia sana sana katika kuishi hapa duniani katika hali ambayo si tu inampendeza Mwenyezi Mungu, lakini katika hali ambayo inaweza ikatusaidia katika nyanja zote kuwa na watu wema wanaweza kuishi maisha ambayo wanaoishi nao watawaona ni watu wema, na itatengeneza furaha kwenye jamii. Sheikh Khalid hapa amesema moja kati ya jambo linaloagizwa na Qur'an tukufu ni swala la utiifu, na yeye mwenyewe ameeleza kwenye mfano wake kwamba sisi huko kwenye serikali huwa tuna kauli mbiu ya kutii sheria bila shuruti. Utiifu ni obedience, na utiifu pamoja na kwamba kuna sehemu ndogo unaweza usiupime, lakini utiifu kwa namna yoyote, kwa mtaalamu yoyote wa lugha atakueleza utiifu ni rahisi kuupima. Sababu kutii, ukiambiwa simama utasimama, ukiambiwa kaa utakaa. Utiifu ukiambiwa leo hapa kuna shughuli uje saa 2 utakuja. Utiifu ukiambiwa fanya kadha utafanya kadha. Lakini liko jambo kubwa kwenye kazi mnayoifanya ya kusomesha dini, na kwangu mimi ni kubwa kuliko utiifu, ni swala la uadilifu, integrity. Uadilifu kwa namna yoyote ni ngumu kuupima, ila wakati mwingine unaweza kuupima uadilifu kwenye utiifu, lakini uadilifu pase ni ngumu sana kuweza kuupima. Hata kwenye masuala ya uongozi, mnaposomeshwa masuala ya uadilifu, moja kati ya maana rahisi sana ya uadilifu kwenye uongozi meshwa ni lile jambo ambalo unalifanya kwenye kuta 4 za ofisi yako, lakini unalifanya kwa sura ambayo ukiambiwa uje ulirejee hapa kwenye hadhara ya watu utalifanya vile vile. Uadilifu uko moyoni, uadilifu upo kwenye akili yako. Sheikh Khalid umesema hapa kwamba wakati mnafanya maandalizi mliambiwa nipo safarini. Yawezekana kabisa siku ya leo ikafika nikawa nimerejea, lakini hapa hakuna hata mtu mmoja ambaye nilikutana naye wakati narejea, na bado nikaweza kutoa udhuru kwamba nimeshindwa kufika, bado niko safarini. Lakini vile vile mimi ni mbunge wa jimbo hili, nimepata kibali cha Mwenyezi Mungu na imempendeza Mheshimiwa Rais, na kwa dua zenu mashehe na wanazuoni natumika kwenye serikali. Ningeweza kusema juzi kuna sehemu nilikuwa na Mheshimiwa Naibu Meya, bwana mmoja akatuambia aliwahi kutokea kiongozi mmoja siku za nyuma, mkishakaa hapa akitaka kutoka anachukua simu anapokea. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu shikamoo. Ndio niko nakuja sasa hivi. Anakata simu, nimepokea mie, kuongea nimeongea mie, na nimetaja kiongozi mkubwa ambaye Sheikh Khalid wewe huwezi kumuuliza bwana umemuita mbunge wetu. Ndio masuala ya uadilifu. Najitengenezea mwenyewe hapa kikao, najitengenezea kazi nimepewa na mkubwa, na natoa udhuru, na wote mtakubali sababu mnaamini kwamba kiongozi wetu hawezi kuongea jambo la uongo. Kazi hii ya kusomesha watoto hasa kwenye umri mdogo kwenye madrasa ina kazi kubwa ya kuwafunza uadilifu.
Na mtu yoyote unayemuona ana chembe chembe za uadilifu, ukitrace nyuma kwenye maisha yake, lazima alipata mafunzo ya dini. Na mimi amesema vizuri hapa naibu meya, jambo lolote ama tabia yoyote njema unaoniona naifanya sasa, ni tabia ambayo kwa namna yoyote nimesomeshwa kwenye Sunday school nikiwa mdogo kanisani. Ndiyo eneo pekee unafanya jambo. Hata leo mwanangu ukimuuliza kitu atakwambia kwamba hiki Mungu hapendi, na anaamini kwamba Mungu anaona wakati wowote, anaona mahali pote. Hiki baba amenikataza lakini amesafiri, lakini sifanyi kwa sababu Mungu anayeona sirini hapendi. Kwa nilisema mimi nitumie nafasi hii kuwaasa viongozi wa dini kuendeleza kazi ya kusomesha watoto. Na mimi niwaombe sana, hizi madrasa zetu, na baadhi ya masheikh tumeshawahi kuzungumza, tuendelee kuhamasisha waumini wajue umuhimu wa kuwaleta watoto kwenye madrasa. Umuhimu mkubwa zaidi kwao kama wazazi kupata watoto wema, kwa sababu masheikh tutasaidia katika mambo makubwa Muislamu anatakiwa kuishi ya kuacha hapa duniani, ni pamoja na watoto wataweza kumwombea dua. Kwa kazi mnaoifanya ya kusomesha watoto madrasa, mnufaikaji mkubwa mmojawapo ni wazazi wake. Na wazazi hawa wakielewa maana madrasa na maana yanachokipata watoto wao pale kwenye madrasa, hata yale mambo madogo madogo pale kwenye madrasa hayatokosekana. Vya posho vidogo vidogo kwa mwalimu wa madrasa pale havitokosekana. Mikeka pale kwenye madrasa haitokosekana. Tukifanya kila mmoja kwa kiasi chake, tuna uwezo mkubwa wa kuhakikisha kwenye jimbo la Ukonga na maeneo mengine zinaendelea kutoa elimu kwa watoto wetu.